Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Promotion abakuisemaka promotion tu juu ya kuisema. Bebalisemaka ile mot promotion baliwa maana yayo. Maana yayo donc ku promouvoir. Bitu yenu. Leo ba journaliste ukifata ma émission usiaki wanaongea vitu ya nje. RFM ukishasikia radio, ukishasikia muziki, unasikia appli par mapia muziki ya mingi ya Burundi. Pourquoi balifanya vile? Juu bangalie gisi ya kupush muziki, batu waisikie sana. Population inafata benye nasikia. Banaimba benye banasikia. Plus banasikia muziki sana ya kwabo. Plus banapenda sana muziki ya kwabo. Unaona? Mubwat amko obligé kupiga tu muziki ya Burundi. Bien sûr, mnapasha changa. C'est 85%. Bien sûr, sinon c'est nini nilisema. Amuko obligé kupiga tu muziki. Bien sûr. Hapo ni chumbani kwa mtu. Yeah. Unajua unajua ni juu ile ncho nikueleweshe kitu. Ni juu kuna kitu kenye hatujaelewa. Unajua muziki. Muziki hakunaga muziki mbaya. Inakuaga ndugu yangu. Chunga niexplique kitu. Ngoja explique kitu. Hakuna muziki mbaya. Unajua nani Famba alisema aseme DJ hawezi akavumisha msanii. Sinyo asema. Natamposer question DJ Paulin. DJ Paulin, est-ce que uko sûr que ukikamata artiste musicien si ba DJ tunataka huyo artiste tumufanye akue mkubwa zaidi? Bilawezekana bilawezekana. Hiyo ndio combat mundani sisi wote. Lakini sasa avant hivyo niliwaambia mapenzi kwanza, tupendane kwanza. Ni kitu niliona wasanii wote wa hapa na wa DJ utafikiri hawapendani, hawasikilizani hata kidogo. Kuna watu wengi, artiste wengi hamfikagi hata mclub. Lakini unasikia hii muziki yangu haitiagi mclub, utabijua kama uendagi yako. Mimi nikitizama Crystal, antuka muziki ya Burundi wanapigana ni mingi. Najua kombani mondani ya kupandisha muziki wetu. Na ujua bien sana wa DJ wangu wanajua bien kama wanapaswa kutia muziki ya Burundi. Hata mimi mwenyewe mnaniona niko na mix, natiaga muziki ya Burundi. Unaona? Lakini unasikia msanii hajafika hata mclub. Wasanii wengi kwanza wafika hata mclub kusema wafanye hata hiyo promotion ya muziki yao. Mimi si waonagi. Lakini kila muziki yote akifika Crystal anajua kama anapaswa tunapaswa kutia muziki wake na ya mpya. Lakini hautaleta flash natoka mstudio leo muziki. Tunapaswa kusikiliza mapema. Unaona, ndio tunamsaidia. Lakini kuna wengi wafikagi mclub, ndio unasikia wako wanafanya ma video wanasema wa DJ wachagi muziki yetu mclub. Okay. Na tena muziki ya mclub il faut mwe peke mjue pako rhythm yenye tunapaswa kutia mclub. Unasikia? Pale sindatia mazuki, sindatia ma slow. Unasikia? Na mtu akija mclub hataki kusiama maneno. Huko unaleta ma histoire mnani muziki. Huko unakunywa, wengine wako na dragia, wengine wako nafanya nini? Hana ule muda wa kusikiliza maneno yako naimba. Hivi anatoka mclub ilikuwa ni midundo. Yeye asikie tu anaongea. Unaona tu iko anafanya hivi na iko anaongea. Okay. Nishamsikia DJ Paulin. Naenda kumalizia kwa Famba. Nilisikia Famba anafanya intervention kusema kie muziki mzuri unajipeleka mwenyewe. Donc ba artiste musicien ya Burundi alintaia nisikia nataya Embidata na Belly music wa Melana. Anasema Embidata, Dr Cloud na ule petit Melana. Donc Burundi mzima tuko plus ya 200 artistes. Plus ya 200 artistes. Donc maintenant make hii année yote Melana, Embidata na kuna Farias pia. Farias tunapigaga Double J, wakina Kiriku, Vishu. Ile ni tunapigaga. Niko jibia Famba. Unajua kuna machanson zenye ukifuatilia bien zenye ba artiste nikitaa majina na machanson ukisikia unasikia unasema hii chanson ikipata promotion kubwa. Ukisikia wewe haukuna kunywa, huko ile mood ya kunywa, alishakiongea Paulin. Ukisikia wewe nyumbani labda umetulia sasa na moment uko kuna nyimbo ambazo zinakuja umeachwa. Maana hapa sasa, unasikia kama unaendana na wewe. Maana hapa sasa champagne ndio maana champagne sasa ndio wanatetea muziki upige sana wa Burundi. Tunaenda kwa point ili okay. Kuna nini? Unajua sisi ba artiste musicien. Tuna travailler. Na kitu siko na sahau kujua kwamba mu muziki
kuna kitu kinaitwa hypocrisie, kuna kitu kinaitwa wivu, nasikia sana, kuna kitu kinaitwa wivu, kuna kitu kinaitwa roho mbaya. Yes. Sawa. Na kuna kitu kinaitwa njala. Unaona, kukishakuwa wivu, kukishakuwa roho mbaya, kukishakuwa njala na hypocrisie, ina faire partie ya kusema mupiganishe bakina fulani. Juu muziki leo Burundi ishajigawa. Unajua vile? Ishajigawa. Alors wakati wasanii wanajigawa, sawa? Wakati ma DJ, sawa, wanajigawa, kunakuwa vita kubwa sana. Unaweza kutravailler yako yote, sawa, na una hiti, mais unapiganishwa kisystem. Naona, toute vérité n'est pas bonne à dire. Lakini réalité tunaijua. Wanifuata bien? Naweza kukwambia nafuatilia sana. Niliona Satibi alikuwa invité ku RFI. Machanson zake nilifuata kwa chanson yake moi ilikuwa napita ku RFI. Nikafuata ile émission. Kwangu mie ça m'a fait tellement plaisir parce que wakati napita ku RFI drapeau ya Burundi ndio ina representer. Unanisikia? Yeah. Nilikuwa invité ku Wazobia FM. Sawa, ni radio ya Nigeria. Na nilibapoze ma question, mulinipata hai. Nibauliza ile swali, mulinipata hai. Bakaniambia kazi zako zinafika. Unasikia? Kazi zangu zinafika hai. Ile kitu najiulizaka parce que leo mtu zaka kuangalia anasema que non, huyu petit iko na travailler bien sûr, lakini tusimpatie nafasi. Wanaelewa? Tusimpatie nafasi. Yeah. Kuko mmoja anasema kama ile ndio ile tunasikia masikio. Sawa? Mais ukiongea kila kitu kesho kisikulete matatizo. Sawa? Ulimsikia alisema nikwambia yake nilimtukana. Mais sikutukana mtu. Niliongea parce que niko artiste musicien, c'est pas la politique, c'est la musique, loisir. Uko libre kuongea kenye unajisikia, kama baliku attaquer. Unasikia? Yeah, surtout pays kwa demokrasia. Mimi na intervenir. Muziki ya nchi, sawa, pour que tuendelee kutangaza drapeau ya nchi à l'extérieur. Ukikuwa artiste musicien, usilie kupiga klabu. Ukilia kupiga club uko underground. Artiste gani mwalilie kupiga club? Musani gani mdunia alilie kupiga club? Na Chris Brown akipigwa club anafurahi. Musani gani alilie kupiga club? Sawa. DJ Paulin kwa hapa. Wanza mimi nikienda mu club mule nasikia wanapiga chanson yangu ndasirika. Ega chanson ikipigwa mu club. Mule mko watu wanakutumia ma video. Félicitations. Wanakuambia félicitations, tulikuwa mu club. Tulisikia chanson yako inapigwa vraiment vraiment tu as grandi. Unaanza c'est pour rien. Mbidata, mtoe exemple ya Mbidata. Mbidata ni artiste mwenye alipata promotion ba DJ. Bien sûr, c'est un bosseur. Ni travailleur. Mais c'est pas lui seul, ndio anatumika muziki pour le moment mu Burundi. Tuko ba artiste bengi. Tuko tunatravailler, tunabosse. Mais il y a alipata chance. Parce que ukiingia kila club, tu upatie mfano. Unatoa chanson, sawa? Unatoa chanson. Bon, nyimbo zake ni bien sikatali, lakini haiko hiyo peke ndio na machanson tu ya bien. Basa tibibi kwa machanson za bien, ba Farazi kwa machanson za bien, ba Kikudu kwa machanson za bien, ba Dabojeng kwa machanson za bien, mais réalité population inajua réalité. Unasikia? Population ya réalité. Leo uko Burundi, mais kila bichu ukifika WCB, unapita hapa unasikia si Baganda, ça va. C'est bien kupiga Barundi, kupiga Baganda, kupiga WCB parce que Diamond anafanya kazi ya bien. Mais usisabu ya kwenu. Unaelewa? Mais unaweza kaenda mu club gisi uliingia na gisi ulitoka na usisikie chanson ya Burundi. Ça c'est la vérité. Mimi nataka mimi niko active sana ku Snapchat. Wani follow ku Snapchat. Kila weekend nakuwa na post ma muziki ya Burundi. Muziki ya bien yote napasha kuipost ku Snapchat. Unasikia? Hivi anasema eti kuingia mpaka unatoka wajatia muziki, na hivi anasema ku beach, na ku beach tunaendaga weekend. Unasikia? Wale DJ wote wanatiaga ni muziki ya Burundi. Il faut kutia za Tanzania, za Uganda, muziki yote ina hit. Njoo kisi Famba alikuwa anasema. Muziki yote ina hit njoo wa DJ wanatiaga. Na muziki ya Burundi ina hit wanaitiaga yote. Mimi naisikiaga ku beach, naisikiaga hata mu club. Unajua? Fani. Hapa kwa kueleweshana itakuwa vigumu.
itakuwa ni vigumu, kwa sababu kuna mtu anajitetea yeye, lakini anataka kuonesha kama natetea na wengine. Mumaisha ukikuwa fighter, jitetee wewe. Bana, mimi kwa nini nampigagi nyimbo zangu? Alafu mtu akwambie, sisi tupige nyimbo zako kwa sababu ziko hivi na hivi na hivi. Unaona? Kwa sababu unaona wasanii wengi sana hapa Burundi. Sawa? Kila mtu msanii iko na msanii wake mwanapendaga na yanamwambiaga bana nyimbo naipenda. Au wasanii wakubwa wenyewe kwa nasema nao. Hakuna hata umoja mwa tujawahi kusafiri nje ya nchi. Tunaenda kufanya kazi pamoja. Sasa tunaenda kama manager wao. Kila mtu kuna tili yake, wewe wananilipa kivyangu, na wewe wanamlipa kivyake, tunaenda kupiga show. Na tunaenda tunazungumza backstage. Tunaenda tunaongea. Bana sasa itakuwa aje, show tutafanya aje. Unaona? Ile mambo ya zamani tulifanyika Masaga Plage. Watu hawajui story imeenda aje, imekuwa aje, watu hawajui. Kwanza zamani imekuwa ni shida. Nikija kufanya kipindi kwako na kuja na CD. Kesho journaliste ananipigia simu, bana ile CD imechubuka. Leta nyingine. Hauna hata hela ya kwenda studio, ya basi, ya kupanda basi kwenda kujina. Unaenda mguu. Unaona? Kuna shida zetu tulipata, hatuwezi ongelea. Sasa mimi ukitaka kunijua mimi ni nani, ingia Wikipedia, soma vitu vyangu. Usingojete kuniuliza tu wewe utafanyika kitu ama nini. Wewe ingia Wikipedia ikwambie bana huyu mtu ashafanya hiki na hiki na hiki. Ule msanii wako mkubwa mnamineni wa kwanza, bana aliendaga naye Rwanda wakafanya hivi. Una yeye wa pili unasema ni mkubwa, waliendaga naye Kongo wakapiga show. Una unasema ni watatu, washakafanya ma project yana haya. Basi vinakwisha. Tusingojei kupatia watu faida. Unajua mimi sio mtu wa kupatia mtu faida eti niende Facebook ama Instagram eti Pifamba alishambuliana na huyu ama niende nitangaze eti nimegombana na mtu fulani. Haiwezekani. Sasa music reality. Twende ku reality music. Mimi nimepata bahati mwaka 2012. Nimepata bahati ya kufanya show na Diamond na kukaa naye muda mrefu. 2013 tunipata bahati ya kukaa na Diamond, kufanya naye show hapa Burundi na Kongo na kukaa naye muda mrefu, tuko tunapanga plani. Nilipata bahati 2014 tulifanya show na Diamond, manake miaka kama 3 ya kufuatana. Unaona? Tulifanya naye show hapa na tulikaa tukanani zile show. Diamond alilipwa na nani? Kama watu wanataka wajue sasa ukweli, Diamond alilipwa na nani? Hadi jiandalie mwenyewe show hapa. Wakina Knowless, kina Music walikuja hapa kundi nzima, walilipwa na nani? Walijileta wenyewe. Urban Boys. Unasikia gisi watu ni hawajajua muziki kusema upenye inakuaga ni aje. Uliza watu wanakushinda experience wakwambie, bana muziki kusema upenye uende hivi gisi unataka wewe. Inabidi kwanza ujitoe sadaka. Kujitoa sadaka ni kitu gani? Kusema muziki wetu ufikage inchi fulani. Inabidi twende huko bana. Jux alikuja na Vanessa MD, kwani wajulikani? Walilipwa na nani? Wamelipwa na nani? Ila hao ndio wameandaa show Burundi. Mtanzania anaandaa show Burundi. Unamwona mwenda wazimu. Kwa nini? Bana kule saa zingine watukubali vile sana. Lakini tukifika Burundi tutaongezea kitu fulani. Walikuwa wanapata after show, after party. After party walikuwa wanapata, wakapata pesa. Sasa hii music inakuwa na strategy. Mbi data hajavumishwa hata na wa DJ. Wasilaumu hata ma DJ. Mbi data namjua ngali jina lake MB Flow. Sumaili kwa anamfanyizia promotion. Anamfanyizia promotion udogo. Huu mwaka wa Taturoga iko na nyimbo moja na msikiliza. Akibadilika kuja kusikia amekamatwa na lebo. Msanii kama una lebo hata ufanye aje utakufaga umevuma. Nitafutie msanii anavuma ana lebo. Dunia nzima nitafutie. Hawa Chris Brown mko mnaongea wako na malebo. Unaona? Wako na watu ni timu. Hata ni swali ni sasa ulivuma ulikuwa mlebo. Tunafanya tu tunajifurahisha. Kwa sababu gani? Sasa mimi nilivuma ile sana, nimetoa tuko ndani ya klabu My Dear nikafanya Shamila na Mr. Blue. Nilikuwa mimi mwenyewe najiongoza mimi mwenyewe. Unasikia baba? Sasa kwa nini niliamua kutengeneza lebo? Niliamua kutengeneza lebo kutokana na zile shida zinanipataga kwenye music. Sababu huko msanii wa mwenyewe anajiongelea na promoter. Promoter anaenda naye mikoani, mnafanya show, anakimbia na hela. Vitu havina mikataba. Unaona? Tulipata shida nyingi, ni ile tu hamtupategi nafasi. Ongelea we ni nani, umeanza aje muziki hadi kufika hapa ufungue lebo. Shida gani hizo umepata? Unasikia baba? Sasa nimeamua kufungua lebo, nikaongea na vijana Peace and Love,
wakanisikiliza idea, nikawaonesha gisi msanii ukitaka kuwa wa kimataifa ni hivi na hivi na hivi. Wakasema sawa, tufanye mikataba. Nikatengeneza mkataba, tukanani pamoja nao. Unaona, sasa tulitengeneza kazi mpaka hivyo uulize, wasikudangani mtu. Mimi kwenye biashara niko mkorofi, sijui nikwambie aje. Uwezi kuja kunilazimisha unaambia nataka tufanye hivi. Mimi nakwambia kwanza, na kushinda experience more than 15 years niko kwenye hii kazi. Na kushinda experience, kitu kikitakuwa kibaya na kiona mapema. Sasa msanii unataka ulalamike. Lalamika Facebook, lalamika YouTube, lalamika Instagram. DJ hawezi kujikosoa aseme acha nimuogope huyu kwa sababu alinichambulia, acha nicheze nyimbo yake kwa sababu nimuogope. Na msanii kuingia club sio ndo kusema eti unacheza nyimbo yako. Msanii wa WCB condition ya kwanza ni kutokuingia club. Ndo condition ya kwanza. Kama unaingia club unatoka mlebo. Wengine club ni appearance wanalipwa. Hapa nchi jirani, sijui kama Pole anajua. Hizi nchi jirani tu hapa karibu. Ni appearance unalipwa hela kuingia club. Ama wanakutengenezea meza, kuna starter ingia. Sasa watu wengine wako wanatafuta gisi kwa international. Sasa sisi hapa tuko tunatafuta gisi tubaki kuwa wa local. Unaona? Tubaki kuwa local musician. Watu wengine wako wanatafuta bana lini nitaenda Grammy Award. Lini nitaingia BT. Enos B alikuja hapa kama ni 2017 ama ni 18. Walimleta hapa kwenye White Party, nani alikuwa anamjua? Isipokuwa watu wako kwenye industry. Leo jaribu sasa umlete hapa kwa hii nchi. Jaribu. Yeye ndo anatuma watu bana, uambie DJ Fania apige nyimbo yangu hapo Burundi. Hamna. Nimefika Tanzania na kutana na nyimbo zake za zamani kwa sababu ile nyimbo moja yope. Lakini na zile nyimbo zingine za zamani wameshazifukua. Diamond alikuwa kapigwa Trace TV. Sasa ilichezwa na nani? Nyimbo yake ya kwanza kuchezwa na nani? Trace TV. Ni ile number 1 alifanya na Davido. Sasa alifanya na Flavor, akafanya na wakina Rick Ross. Walifika wanafufua na zile za zina quality nzuri, zile nenda kamwambie. Trace Ilbani inazicheza. Kwani ni alishakuwa ni Diamond. Sasa tujenge jina. Tuulizane, bana jina wanalijengaga aje? Hapana mitaani tu watu wakwambie tuko star na unafikwa unasema niko star, kwa nini club hazinichezi? Club si lazima. Kuna msanii unajua. Unasikia sasa uko tatizo. Unasikia uko tatizo ya muziki ya Burundi. Hapo ndio uko tatizo pale. Alikuwa jamaliza. Wajenge crew, watafute malebo. Bana DJ Pole ndo huyu. Mimi nishafight sana. Sijui kama nakumbuka kipindi na muomba Crystal nifanye launch yangu ya nani. Nilikuwa nitoa video 2 kwa pamoja. Nikamuomba bana kaka nisaidie, nipe club. Nikamuonesha video ndo hii hapa. Akaangalia akasema sawa, hamna shida. Siku ya show yangu amekuwa Rwanda. Ikabidi sasa tukapapuzana pamoja na nani na mtu wa pale. Nikamwambia hapana, mimi sijaongea na wewe, acha niongee na mtu tumezungumza. Na nikampigia simu. Joel kwa sema muda umekwisha. Baadaye akanambia amumwacha kimaliza, baadaye nani afanye mambo zake. Amenisupport. Nilifanya show zangu pale na Crystal. Kuingia 5,000 CD na uzikana 1 million. Nilifanya show inaitwa One Man One Show 1 million. Nilitengeneza mimi mwenyewe, mpaka kuja mtu akajitokeza kanunua CD kwa 1 million. Sasa crew asikudanganyi mtu, ndio maana muziki uko mbele. Unaenda kuwa mbaya tena sana. Kukua mbaya ni aje? Mimi niko na The Fighter. Unaona, niko na The Fighter, niko na wasanii watatu. Panakuja mfanya biashara, ananiambia tunataka msanii wako mmoja kwa hii bei. Lakini kutokana na huyu mwingine apata show, niko naweza kumwambia hapana, nakupa na bonus na wasanii wawili. Na wakupa bonus wewe watie kwenye nani afishe. Hiyo ndio biashara. Unaosinilaumu eti nilibania watu wengine. Ni biashara lebo yangu. Natengeneza lebo yangu. Niko na wasanii wengine wawili, hapana wakupatia bonus kwa hizo pesa, uone kisi watafanya kazi. Inafikia inakuwa ni show ya The Fighter. Wengine wako na Bantu Boy na wenyewe sijui strategy zao. Wengine wako na nani fulani. Unaona sasa kama uko kwenye lebo, kila siku utabaki unapiga kelele mwa watu, bana huyu ni nani, bana mimi, mimi ni hivi, mimi ni hivi. Kumbe wengine wameshajipanga. Sasa kuna vitu vingine mtu akikudharau wewe unasema acha nidharau sasa, wewe acha tu tufanye hivi. Ni kwa mimi pamoja na msanii mwingine. Hata sasa nitengeneze mwingine msanii mwenyewe atakuja kuvuma mudakika kidogo. Afu wajuaze mtu amefanya strategy gani ili msanii mwanaanza leo hatulikuwa tumjui.
anavuma alivuma aje. Sasa watu wafikwa wanaona kumbe panakuwa strategy ya kuvumisha nani mwanamuziki bila kupitia hata DJ anacheza hit. Anasikiliza nyimbo ni kali, anaitafuta, anaicheza. Au utasikiaga mimi ama msanii wangu anachukua Facebook yake ama anachukua anaenda kushambulia watu. Kwa nini amchezi muziki wa Burundi? Ukitaka kujitetea, jitetee wewe, kwa sababu yule mwenye anachezwa naye aseme nini? Kwani wanachezwa sio wote wachezwa. Ndiko wanachezwa. Ndiko msanii mwenye mimi napenda hapa Burundi. Sisikiagi nyimbo yake, lakini msanii mkali. Anaitwa Madiba. Anaimbaga sana, vizuri sana. Ana nyimbo kali. Sisikiagi. Lakini siwezi enda fasi eti nimtetee tu kwa nini wapigi. Ni yeye na lebo yake ndio wanajua strategy. Bana sisi strategy zetu ni hizi. Bana sisi tutatoa hii, tutoe hii. Mbona aiga na mwasani piko wanasemanaga. Mbona wanafuruliza sana na nyimbo hazifiki mbali. Mbona nafuruliza sana zifiki mbali. Mbona unaenda toa moja tu afu ana hiti. Ama huyu ndio wanampendelea. Sio kumpendelea, unaweza toa nyimbo 5 kwa pamoja na zisisogei. Na ukatoa 2 ama 1. Ikakuwa ni fire. Sasa kikubwa tu hapa watu waondoke, waingie maklabu za nje ya nchi, wase kumbe sio Burundi tu. Wende Tanzania uone. Sasa klabu utafikiri ni Nike. Wewe ulikuwa Dar es Salaam au kuona kuna TV ilikuwa ifungiwa. Sasa ilifunguliwa ikafanya kama party. Angalia zile nyimbo zao walikuwa wanacheza. Ni za Tanzania ama ni za nje? Ni maana nyingine za Nigeria. Ni za Nigeria, si ndio? Anyway. Hauwezi ukaziwia upepo, lakini tufanye tu hivi. Tutumike, tujue ma DJ wanataka nini, watangazaji wanataka nyimbo gani. Bana hivyo vitu ni mimi wa kuvisema ama ni manager wangu wa kuvizungumza. Basi Fanny, utaniachia mitan, sinaona yake ongea kwa mwachia time mrefu. Nitasema hivi. Kwanza nitani mshauri kidogo. Yeye ni grand frère, sawa? Kimuziki ni grand frère na mimi namheshimia parce que alianza muziki mbele yangu. Okay. Kitu nitani mshauri kidogo. Unajua hakuna kitu kiliniuzukisha sana kuona ulikuwa na launch ya album yako tukakuja kukusupport. Unajua kila artiste musicien akikuwa na launch anatiaka pale nani yake pale, sawa? Ema ya photo yake. Munaenda kila artiste anapasha pita pale kwa kumsupport, unapiga photo. Unaelewa? Dunia mzima unapasha pita pale unapiga photo. Je ne pense pas que kwa ile launch yako ilikuwa ni mimi peke tu nipiga photo pale kwa hiyo nani yako, kwa hiyo affiche yako. Tukwa mingi tulipiga photo mais tulifika pale kwa ile kwa ile événement. Mais ni regretter tu kuona kwa réseaux sociaux on a posté que ni kwenda uza sura kuna nani yako kwa ile affiche. Est-ce que ile événement uliniinvita kwa kuniinvita? Non, juste ni parenthèse. On est là, tulikuwa hapa. Kama uliniinvite na ukamuinvite, c'est parce que uliona kama tutaongea kuhusu muziki ya Burundi. Na visi tuko tunaongea muziki ya Burundi. Si ndio? Sasa iko naongea, nisikilize. Sasa iko naongea. Sivyo? Sasa iko naongea. Nipatie temps munipatie temps kidogo. Sasa iko naongea, so nasikia iko ananicorrige hata kama hauko namfuata bien, mais iko na ananicorrige kisysteme. Ile ya kusema ke no uko mtoto uko msanii mdogo mule basani badogo, il faut mkwe mnafuata bakubwa wa conseil. C'est ça. Kama mimi nampatia pale, kama nampatia ile remarque na basema hata mtoto mdogo anaweza kupiga ngoma na wakubwa wanacheza. Unaona mdogo anaweza kupiga ngoma kwa Baduli Sexy balishinda fisukuma muziki ya Tanzania, mais Diamond alisukuma. Na ni mtoto kwabo sana, ule ni Petit Diamond. Sio unaona pale. Okay. Kiufupi nitaka sema kama kuniinvita. Maki Champagne ni mtoto mzuri sana. Ukuwa invité lakini unaenda support mwenzako. Wanifuata bien? Au kukuwa invité, mais unajipatia upendo ya kusema ndugu yangu iko na événement. Je pars pour kumsupport. Unaelewa hicho kitu? C'est ça. Alors wakati nilipiga picha juu ya kukusupport. Unaona sikupiga picha juu ya kusema sema no banyone, nilipiga picha najisogeza kwa famba. Tuachane na hiyo, ilikuwa tu juste parenthèse. Kifupi ndio sema hivi. Unajua muziki ni kuipenda kwanza.
na tukue na amour nayo. Yeah. Na kila mtu ifo kuwa na amour ya pays. Kwa watu wanasemaka Mr Champagne c'est un Congolais, sawa? Okay. Naweza kuwa niko Mkongomani lakini napenda Burundi. Na mimi napenda Burundi. Na mimi napenda muziki wa Burundi. Natumika tant que Burundais kwa kufanya nini? Kwa kufanya fierté ya drapeau ya Burundi. Sawa. Na nadhani ma interview mingi nilifanya Kenya, nilifanya Uganda, sawa, nilifanya Rwanda, nilifanya Nigeria, sawa, nilifanya Tanzania, Clouds TV, nilifanya ku ile radio nyingine inaitwa nini hiyo? Nilifanya interview kwa tele radio mingi, nilifanya ku Citizen, nilifanya kwa Wazobia Nigeria. Banasema bakianza mwanzo tu, banasema Mr Champagne from Burundi. Sawa? Top 10 ya Kenya ku Citizen. Sawa, nani ya Love You ilikamata nafasi. Tulikuwa ukiona ku media aliposta kwa top 10. Huyu mwalitoa muziki kama njoo jina yake njoo sijui bien kama njoo baba kama bafise bushu et surtout gani. Ule garçon aliposte ile top 10 ya ile top 10 aliposte na Love You ilikuwa pale. Joe Makin aliposte mwalinitumia ile ya Joe Makin ni Christian Bella. Akanambia felicitation ulikuwa top 10 ya Kenya ya Tanzania ya Kenya. Kwa chana ile top 10 kulikuwa top 10 na Wazobia alifanya. Yeah. Patora King aliposte ile top 10. Kulikuwa mie, kulikuwa Davido, balikuwa artiste wengi, kulikuwa Bana Boy. Sasa unajua unaweza kutumika, una travailler, c'est non sio kusema ke kila wote mwalizaliwa mbele yako njoo anakuwa na akili kuzidia wale walizaliwa leo. No, monde iko na changer. Msikia, na gisi monde iko na changer. Tukwenda mu vitesse, hii monde leo ni ya vitesse. Leo wanakuambia ke no, tunaenda mu 5G. Ni vitesse ya hatari sio kawaida. Unaona? Alors mimi nakuwa na respect sana na bagran frère. Je respecte tous les artistes. Si j'avais tout kana artiste hata huyo. Kisha unaniona pa Mr Champagne. Niende niseme uko imbo uko pumbafu, sawa wala mshenzi. Mais kama ukinikosea na kupatia remarque, ndio nakupatia verite. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.